Sky TV. Kutangazia kutoka jijini Dodoma. Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari tulionayo usiku huu. Ikiwa leo ni sikukuu ya Sabasaba, serikali yaimarisha ulinzi kote nchini. Kwingineko, biashara ya kaboni kupunguza changamoto ukosefu wa ajira nchini. Na kimataifa, watu zaidi ya 500 wafariki dunia kutokana na Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, Mbeya City kukwana na Tanzania Prisons katika mchezo wa mtoano. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mendi Josefu. Serikali ya Tanzania imewahakikishia wananchi kuwepo kwa hali ya usalama katika maeneo mbalimbali nchini, huku ikiwashukuru wananchi kwa kutoa taarifa ambazo zimesaidia kukamatwa kwa wahalifu. Kauli hiyo imetolewa na Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi Patrobas Katambi baada ya kutembelea maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam kujionea hali ya usalama nchini. Hali ya usalama kwa ujumla katika nchi ni shwari sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vimetekeleza majukumu yake kama ilivyo kawaida na ipasavyo, kuhakikisha kwamba usalama wa kila raia unakuwepo, kulinda uhai wa watu, lakini pia kulinda mali za kila raia, ikiwa ni pamoja na kulinda rasilimali za nchi yetu. Kwa niwashukuru sana kwa kweli kwa ujumla wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu huu, kwa sababu uwepo wa amani unatusaidia sana katika kulinda maisha ya watu. Uwepo wa amani unasaidia kulinda mali za watu, mali za umma, rasilimali zetu tunazozimiliki, lakini pia uchumi wa nchi kwa ujumla, kwa sababu uchumi ni mjumuiko pamoja na miundombinu na vitendea kazi au instruments au equipments of labor. Lakini pia nishukuru sana kwa sababu toka kipindi hicho cha nyuma wananchi wameendelea kutupa support kubwa sana. Niwashukuru makundi maalum yote ya vijana machinga, wakike wake kwa waume, lakini pia mamalishe na babalishe, lakini pia viongozi ule wa mamalishe na babalishe, mwenyekiti wao, mwenyekiti wa bodaboda taifa, pamoja na makatibu na uongozi wote katika ngazi mpaka mikoa mpaka kwenye kata, pamoja na viongozi wa sungusungu, viongozi wa dini kwenye taasisi mbalimbali za dini. Tunawashukuru viongozi wa serikali, wale wote walioona umuhimu, hata wazazi kwa namna hiyo wameweza kuwakemea watoto wao, kuwaonya na kuwatahadharisha juu ya ubaya wa kuvunja amani. Tuliwaambia jinai haiozi, lakini pia jinai hailipi. Nadhani kitendo cha wazazi kuhamasika kuona umuhimu wa kuwajulisha watu, na ndio maana ya matokeo haya. Toka siku ya jana hali ni shwari, usiku imekuwa shwari sana, na leo asubuhi ni shwari zaidi. Tumeanza asubuhi mapema, nimezunguka kila maeneo ya Dar es Salaam, na sasa hii ni mara yangu ya pili. Nazunguka tena nikiwa ninamalizia mzunguko wa pili wa kuhakikisha kila maeneo yote ya wilaya za Dar es Salaam na maeneo yote ya center za Dar es Salaam yanaendelea kuwa shwari. Na hakika nimshukuru sana IGP Camillus Wambura na timu yake yote ya Jeshi la Polisi, CDF wetu Jacob Mkunda, lakini vivyo hivyo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wengine, CGP, CGI, lakini pia mamlaka mbalimbali ambazo CGF na mamlaka nyingine zote ambazo zimehusika kwenye hili. Niwashukuru viongozi kwa ujumla, kwa sababu hili jambo limekuwa la kwetu sote, na kimsingi hapa ni wananchi wamechukua jukumu lao la kulinda nchi yao, na ndio hapo tunapotaka kusema kwamba wapotoshaji mara nyingi walipokuwa wakizungumza wenyewe peke yao kwenye mitandao, wananchi baadhi walidhani kwamba wameweza kukua nani, lakini unaweza ukaona uhalisia ni kwamba upotoshaji mwingi na mkubwa kwenye mitandao ulifanyika, na pale ambapo haukukanishwa ulionekana kama kuwa ni kweli, lakini unaweza kuona uhalisia wake.
wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa na kwa sauti kuu wanaochochea vurugu Tanzania. Wananchi wamewakataa kwa herufi kubwa wale wote wanaodhani wako juu ya sheria, na wananchi wamewakataa, wametaka kujenga taifa lao kuwa la amani, lenye umoja, upendo na mshikamano kwa uzalendo wetu, kwa kudumisha muungano, lakini pia mshikamano wa kitaifa. Umeona shughuli mbalimbali za kibiashara zinaendelea kila mahali. Wananchi wamejitokeza kwa kutosha kwenye maeneo kadhaa, lakini maeneo mengine wananchi wameamua kupumzika, kwamba hakuna sababu ya kwenda kujiunga na watu wenye shari, sababu tunapoonekana wakati mwingine tunaonekana kama tunawaunga mkono wale ambao wamesema mambo ya hovyo dhidi ya taifa letu. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Vijana wamehimizwa kuacha kusita kuanzisha miradi mbalimbali na badala yake kuchangamkia fursa zinazotokana na biashara ya kaboni, hatua itakayowasaidia kujiongezea kipato pamoja na kupunguza changamoto ukosefu wa ajira inayowakabili baadhi yao. Hussein Bori ana taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Profesa Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo Eliakim Zahabu wakati wanafunzi wa Chuo cha Serikali za Mitaa Dodoma walipotembelea kilipokuwa kituo cha kitaifa cha kuratibu biashara ya kaboni kwa lengo la kujifunza kuhusu fursa zinazopatikana sambamba na kupata elimu ya namna ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa changamoto kwa swala la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kama tulivyoona kwenye mafunzo haya, ni kwamba mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri karibuni sekta zote za kiuchumi. Kwa hiyo ni matarajio yetu kwamba sasa hawa, kwa sababu wataenda kule kufanya kazi na watu mbalimbali katika sekta mbalimbali katika kila wilaya, watakuwa na mchango mkubwa wa kuweza kuibua hizo changamoto na kutumia zile mbinu mbalimbali tulizojifunza. Kama tunavyoona fursa hizi za biashara ya kaboni zinakuja na ni biashara inakuja na mafanikio makubwa sana. Mafanikio kwa kifedha na vile vile kwa kuboresha maisha. Kwa hiyo ni fursa kwa vijana wetu tuliokuwa nao nchini, wasikae tu mahali wakasema hamna fursa sijui za ajira, sijui za kupata kipato, lakini kwa kupitia fursa hizi zinazoletwa na mabadiliko ya tabia nchi pamoja na biashara hii ya kaboni ni nyingi sana kiasi kwamba wanaweza kufaidika. Kikubwa zaidi tumeleta hapa wanafunzi wetu kwa ajili ya kujifunza na kuweza kuelewa zaidi kwamba biashara hii inafanyikaje, lakini pia wao kama sehemu pia ya jamii pia ya Tanzania na dunia pia kwa ujumla wanawezaje kujua hii elimu vizuri na kuweza kupeleka katika maisha yao pia ya kawaida na katika kazi zao za kila siku. Matarajio yangu baada ya mafunzo haya ni kwamba jamii itakuwa na uelewa mpana zaidi na wa kutosha juu ya biashara ya hewa ya ukaa na namna ambavyo nchi kama ya Tanzania inaweza kujikwamua katika kupata vyanzo vya mapato na kuweza kufanya maisha yaweze kuendelea kama kawaida. Kwa upande wao, wanafunzi wamesema kuwa elimu walioipata imewapa uelewa kuhusu biashara ya kaboni na kuwajengea uwezo wa kuwa mabalozi wa kuielimisha jamii kuhusu fursa zilizopo pamoja na umuhimu wa kushiriki katika juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuhusu nilichojifunza leo, nimejifunza kuhusu carbon trading ambayo ni hewa ukaa, ambayo ni biashara inayofanywa na serikali na watu binafsi, ambayo inasaidia katika kutoa service mbalimbali kwa wanajamii, mfano kujenga shule, hospitali na vitu mbalimbali. Mimi binafsi nitaanza mimi mwenyewe kwa kubadilisha mindset yangu, ule uelewa wangu wa kawaida kwamba ili mazingira yawe mazuri kwa ujumla ni lazima nianze mimi mwenyewe kwanza. Nitakapoanza mimi mwenyewe itanisaidia katika kutoa elimu kwa wale wengine wanaonitazama na jamii kwa ujumla. Jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi zimeibua changamoto na fursa muhimu ambazo zinaweza kusaidia kuchochea uhifadhi na maendeleo endelevu. Biashara ya kaboni ni mojawapo ya vyanzo muhimu katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi duniani. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Hussein Bori, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Hali ya amani na utulivu katika maeneo yote ya mkoa wa Songwe, hususan mji wa Tunduma, imeendelea kuimarika. Baadhi ya wananchi wa mji huu wameeleza shukrani zao kwa jeshi la polisi kwa juhudi za kulinda amani na usalama kufuatia kuwepo kwa tishio la kufanyika maandamano. Jioni Kiango kutoka Songwe na taarifa kamili. Licha ya kuwapo kwa matishio kadhaa ya kuwepo kwa maandamano katika siku hii ya leo ya tarehe 7 mwezi wa 7 2026,
Sky TV imefika katika mji huu wa Tunduma na kushuhudia hali ya amani na utulivu, huku baadhi ya wafanyabiashara na wananchi wakiendelea na shughuli zao mbalimbali. Nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi, lakini pia nimepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya watu wanaohusika na masuala mazima ya kupitisha magari ama kuvusha magari kutoka mpaka huu wa Tanzania kwenda nchi Zambia na lango kuu la SADC, na wameeleza hali jinsi ilivyo ya amani na utulivu. Kwa jina naitwa Saba Mwasamboma, ni wakala wa Foloza, ni agent hapa Tunduma. Hali ya hewa iko vizuri, kazi inaendelea, tunavusha magari vizuri. Saizi foleni hamna, gari zinavuka kwa wakati, hamna kuchelewa wala hamna kufanya nini, wala hamna jam. Labda dereva awe na shida tu, yeye akashindwa kufika. Hali ya usalama iko vizuri, ndio maana tunaendelea kufanya kazi, magari yanavuka, kazi zote zinafanyika. Kwa majina naitwa Edward Mwanda, ni mkazi wa Tunduma. Sema kweli hapa Tunduma kwa hali ya leo pametulia, ni kulingana na hali ya ulinzi wameimarika, wapo salama, na sisi raia wametufanya tuwe salama. Ni kama jana niliangalia wanajeshi pamoja na polisi wakiwa wanazunguka ili kuimarisha amani, na wametusisitiza tuwe na amani zaidi hapa Tunduma, na kusema kweli pametulia, hapana changamoto yoyote ya hali ya vurugu wala nini. Kwa jina naitwa Yusta Mampamba, niko hapa soko kuu Tunduma, naendelea kufanya biashara hata kama watu hawapo, wameogopa, lakini kuko vizuri, kuna amani tu. Na ambao hawapo huko nje wajaje tu, maana kuko shwari. Japo kwa maduka mengine bado hawajafungua, watu wanaogopa, ila wenyewe tuko huko sokoni tunauza. Sisi hapa ni muuzaji wa nyanya, tunajumlisha, wazambi wanaendelea wanakuja, tunauza. Kwa majina naitwa Ana Stefani Mwashiura, mimi mfanya biashara soko kuu, nauza viungo. Kwa masuala ya leo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, soko linaendelea vizuri, wamama tunaendelea bado kuuza, japokuwa watu watutishia kwamba kuna maandamano, kuna nini, lakini tunamshukuru Mungu leo tumeamka kupo salama, tunaendelea na biashara. Kama hivi mnavyotuona tunaendelea na biashara. Tunashukuru serikali yetu iendelee kutulinda, tuendelee na biashara, maana tukikaa manyumbani tutaua watoto. Nikiripoti kutoka hapa katika mji huu wa Tunduma, mimi John Kiango, Sky TV, Songwe. Asante John Kiango kwa undani wa taarifa hiyo kutokea huko mkoani Songwe. Tuelekee Geita ambapo halmashauri ya wilaya ya Geita kupitia division yake ya afya imefungia maduka 50 ya dawa kutoa huduma baada ya kubainika hajakidhi vigezo na matakwa ya kisheria. Mwandishi wetu Michael Bundala ana taarifa zaidi kutoka mkoani Geita. Mganga mkuu wa halmashauri hiyo Dr. Modest Butchard ametoa taarifa hiyo katika semina elekezi kwa wamiliki na watoa huduma wa maduka ya dawa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro. Amesema hatua hiyo ni mafanikio ya ukaguzi wa kila robo ya mwaka wa fedha inayolenga kudhibiti biashara holela ya dawa katika maduka ya dawa ambayo hayajakidhi vigezo. Tumefungia maduka mengi na mara kwa mara tunakwenda kila robo tunakagua, na kila tunapokuta dawa halijakidhi vigezo tunafunga. Mpaka sasa duka ambayo yalikuwa yamefunguliwa bila vigezo tunafunga ili yakamilishe, tumefungia maduka 50. Maelekezo ambayo sasa tumeweza kuyatoa ni pamoja na dawa duka lazima lisajiliwe, cha kwanza. Lakini cha pili, lazima muuza dawa awe amesomea hicho kitu, au ana vyeti, na tukute vyeti vya mhudumu huyo viko ndani. Lakini cha tatu, lazima duka yawe masafi, kwa sababu dawa zinaweza zikauzwa zikaingia zikiwa salama, lakini unakuta mazingira hayafurahishi na yapendezi, dawa zikabadilika zikawa sumu. Kwa hiyo tutapita mara kwa mara. Yule ambaye atakuwa hajasajili duka tutalifunga. Yule ambaye atakuwa ameajiri mtu ambaye sio muuza dawa, hajasomea, tutamuelekeza na tutafunga duka ili apate wale wanaojua madawa na aweze kuhudumu. Mfamasia wa halmashauri hiyo Simon Kamwaga amesema biashara holela ya dawa imepelekea wimbi la wauzaji wasiozingatia maadili. Wimbi la wauzaji wa dawa kiholela,
na sana sana kuhusiana na hizo dawa za antibiotic ambazo tunasema vijiua sumu. Hili imetokana na kwamba watu wamekuwa wakijiamulia kwenda kuchukua dawa kujitibu wao wenyewe badala ya kwenda hospitali kwa ajili ya kupata ushauri wa daktari au ushauri wa famasia, lakini pia kwenda pengine maabara kwa ajili ya kufanya uchunguzi, wapate vipimo sahihi, wapate dawa. Lakini imetokea hii pia kuna wauzaji ambao hawana maadili wengine, ambao ndio maana tumekuja hapa leo kuwafunda. Yeye kwa sababu tu anataka apate hela, anampa mtu lobodozi au vidonge viwili au vidonge vitatu, ambavyo hivyo ndio vinaenda kuleta shida kidogo ya usugu sasa, kwa sababu mtu anapotumia dawa asimalize dozi analeta madhara ambao madhara hawezi kaona kwa wakati huo, lakini ukiwa na tabia hiyo ya mara kwa mara, akiendelea tabia hiyo, ndio shida kubwa ambayo inatokea kwa dawa nyingi zinagoma kuwatibu. Mmiliki wa duka la dawa na diwani wa kata ya Nyamigota Hadija Said amesema changamoto kubwa inasababishwa na wateja kufika dukani wakitaka wapewe dozi na dawa wanayoitaka. Moto kwa kweli kupitia kwa wateja, hususan wateja wengi wanakuja kweli anaumwa, anaweza akakwambia nahitaji kidonge kimoja, lakini mimi kama mtaalamu lazima nimshauri na nimuelekeze ili aweze kufata maelekezo. Lakini pia mteja anaweza akaja anahitaji dawa ambayo mimi siruhusiwi kuiuza katika duka langu, lazima nimshauri aende hiyo dawa kaangalie pharmacy ili aweze. Kutoka wilaya ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Tanzania kufikia uchumi wa trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Karibu tena mtazamaji unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Tanzania inatajwa kuwa na fursa ya kuwa miongoni mwa nchi zenye uchumi mkubwa barani Afrika, huku makadirio yakionyesha uchumi wake unaweza kufikia dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050 kutokana na kuimarika kwa uzalishaji wa bidhaa na utoaji wa huduma. Taarifa ya Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya inafafanua zaidi. Mkurugenzi wa kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi David Kafulila ameyasema hayo jijini Mbeya wakati wa mhadhara uliowakutanisha wanazuoni na wadau mbalimbali kujadili mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo ya miaka 5. Sasa deni la taifa ni trilioni 114. Kwa present value ni 40%. Nominal value yake ni 47%. Why? Kwa sababu kuna concessional loans. Sasa kama unafiga hizi tatu kokotoa concessional loan ya Tanzania ni kiasi gani? Hilo nawaachia. Nizungumze kuhusiana na kodi. Kwamba kwa nini kodi haiwezekani? Nikisema hii tafsiri yake ni kwamba tayari tuna 40% na lakini mbele tuna dila ambayo ni kubwa ya kiasi hicho. Tuna dila ya kufika dola trilioni 1. Hii trilioni 1 ni uzalishaji. Lakini inahitaji investment ya kiasi gani? Wachumi wanasema kutengeneza uchumi wa dola trilioni 1, yani production ya dola trilioni 1, unahitaji investment ya around 3.7 trillion dollar. Baadhi ya wadau waliohudhuria mhadhara huo akiwemo Profesa Henry Moleli pamoja na meneja wa rasilimali watu wa benki ya NMB wameeleza mambo muhimu yanayopaswa kuzingatia katika utekelezaji wa mpango wa 4 wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ili kufanikisha malengo yaliyokusudiwa. Ndoto tunayoitaka kuiona Tanzania ikiwa baada ya miaka 25 ijayo. Maana yake mwaka 50 tunataka kuiona Tanzania ya namna gani? Na ili kufikia huko, maana yake kuna mambo mengi sana ambayo tunatakiwa tuyafanye tofauti na tulivyo, aidha tofauti au kwa maboresho ya namna ambavyo tulikuwa tunafanya mambo yetu. Na katika kufanya hivyo, maana yake tunahitaji watu wote kushiriki, maana yake wadau mbalimbali kushiriki katika safari hiyo ya kutufikisha kwenye ndoto Tanzania tunayoitaka ya miaka 50 ya 2050 ijayo. Kuna vitu ambavyo ni vya msingi kwetu sisi vijana kuhakikisha tunakuwa navyo. Ya kwanza, skills au competence ambazo ni muhimu kuwa nazo ni teknolojia ya ICT na akili bandia au wengine wanaita akili mnemba.
Hii itatusaidia nini? Au kama kijana, kwa nini uwe nayo? Ya kwanza, uwe una uwezo wa kuunderstand how to use technology and AI tools. Kwa sababu nyakati zinabadilika, lakini pia sophistication ya vitu vingi vinakuwepo sehemu za kazi. Na leo ukiangalia kazi nyingi au mifumo mingi bado inakuwa incorporated na issues za AI. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tuelekee mkoani Tabora ambapo watu 4 wamefariki dunia na wengine 14 kujeruhiwa kutokana na ajali ya barabarani iliyohusisha basi la abiria la kampuni ya Last Beauty lenye namba za usajili T 384 DGF lililokuwa likitokea mkoani Tabora kuelekea mkoani Geita. Ajali hiyo imetokea katika eneo la kata ya Chemchem mkoani Tabora baada ya basi hilo kupoteza mwelekeo na kuanguka mtaroni. Akizungumza akiwa eneo la tukio, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora Twaha Lulengelule amesema taarifa hizo ni za awali na kwamba uchunguzi wa kubaini chanzo cha ajali bado unaendelea. Sasa hivi maiti ziko 4 kwa maana watu wazima, watu wakubwa ni 3 na mtoto mdogo mwaka mmoja ni mmoja, na majeruhi ambao wako serious ni 14 na wengine ambao wameumia kawaida. Nilipofika hapa nimeongea na DTO kwa maana huyu ni mkuu wa trafiki wa wilaya. Anaambia gari imetoka imekaguliwa na baada ya ukaguzi gari karuhusiwa kuondoka wakiwa abiria wako level city pamoja na dereva katika hali sahihi. Na kama mnavyoona nyinyi wenyewe ni eneo ambalo barabara ilikuwa hakuna mapishano magari zaidi ya kona. Kwa naendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini, sababu hata dereva baada ya ajali dereva amekimbia. Kwa tutamfuatilia, tutamtia katika mikono ya sheria, basi na sheria itachukua mkondo wake. Mimi tu moja kwa moja direct nilipoona hiyo tukio nilikuwa kwenye pikipiki, nikamwambia nishushe hapo kwanza nikaokoe. Ndo nikadondoka nikaanza kusaidia kubeba watu, kubeba gari katushinda, ndo wakaja kutupa support. Na pia nashukuru jeshi la polisi wamesaidia kwa sababu wameleta hilo greda hilo. Singekuwa hilo wote walikuwa wanakata moto. Na maana kifupi ni kushukuru tu jeshi la serikali la polisi. Lazima moto wamesaidia, wanatupatia support sana. Ndo nachoshukuru tu cha kwanza, nashukuru kwanza support ya serikali ya zimamoto. Jeshi la zimamoto wametia support kubwa sana, tena kubwa sana. Niko kwa chini pale barabarani, naona ajali imeanzia kwenye kona pale, iko mwendo sana. Inafika kwa maeneo haya hapa nikaona gari imeanguka. Ilivyoanguka kwa kweli nilikuwa kwanza kama vile kukimbia paka hapa. Nilipofika hapa wananchi wakawa wamejaa, wananchi wenyewe ndio wakaanza kuokoa. Watu wengi wametolewa kwenye hii ajali. Watu wengi wametolewa, wako majeruhi na watu wengine wamepoteza dunia. Mwendo aliokuwa nao ni mwendo mkali sana. Nitoe pole kwa wanatabora kwa ujumla wake. Ndio, kiukweli ni ajali mbaya ambayo sote tukiangalia tunashuhudia ni ajali mbaya, kwa sababu kwa namna unavyoweza kuona chombo cha usafiri jinsi ambavyo kipo katika hali yake, unaweza kutafsiri tu moja kwa moja kwamba ni ajali mbaya ambayo kila mwingine akiona ni kweli ni ajali ambayo inasikitisha sana. Inasadikiwa kwamba inawezekana ikawa ni mwendo kasi, kwa sababu ukiangalia mazingira haya ni kona kali, lakini ni eneo karibu sana ambayo inawezekana pengine kama mtu alikuwa na mwendo kasi, manake kona imemshinda ndio ikapelekea gari hii kudondoka hapa kama tunavyoona. Kwa hivyo tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu tuelekeze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa kwa madereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani, kwa sababu katika eneo hili ukiangalia ni eneo fupi sana kutoka stendi. Sasa ukipata ajali katika eneo hili lazima wote inatutafakarisha, manake pia na wao wanapaswa kuchukua hatua. Na jeshi la polisi mkoa wa Geita limewataka wananchi kutoa taarifa mapema kwa vyombo vya dola pindi inapojitokeza migogoro na kutoelewana ndani ya familia ili kuzuia matukio ya uhalifu yanayotokana na migogoro hiyo, ikiwemo mauaji yanayochochewa na wivu wa kimapenzi. Tupate taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoa wa Geita, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Safia Jongo, ametoa wito huo wakati akizungumza na wakazi wa kata Bulela, manispaa ya Geita, katika mkutano wa hadhara uliolenga kuimarisha ushirikiano kati ya jeshi la polisi na wananchi katika kudhibiti uhalifu. Migogoro ya kifamilia, nipe taarifa, kwa sababu migogoro hiyo mwisho wa siku inasababisha mauaji.
Wivu wa mapenzi, nyewe Wasukuma wa ajabu kweli. Yaani wewe mpenzi amekukataa, ukimwona na bwana mwingine unaua au unaua huyo mwanamke. Hayo maisha yalishapitwa muda wake. Kwa hiyo ukiona kuna migogoro ya namna hiyo, hatimaye inaweza kutuletea mauaji. Tafadhali nipeni taarifa. Nchi yetu ina amani na tunataka iendelee kuwa na amani. Kamanda Jongo amewasisitiza wananchi wanaokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali kukataa kutoa fedha ili wapate dhamana wanapokuwa wamekamatwa na jeshi hilo, akieleza kuwa dhamana inayotolewa na jeshi la polisi ni bure na mtu yoyote anayedai fedha anafanya kitendo kisicho halali. Polisi kuingia bure na kutoka bure. Uruhusiwi kutoa hela kwa ajili ya huduma yoyote ya kipolisi. Usitoe hela kwa ajili ya kukamatiwa mtuhumiwa, na wala usitoe hela kwa ajili ya kupewa dhamana. Na waombeni sana, ukienda polisi ukidaiwa hela, mimi naitwa Safia Jongo, mwana Jongo, afu ni Sengi wa Wasukuma, si ndio jamani? Na ni Sengi wa Wanageita. Kwa hiyo wewe polisi akikudai hela, mwambie lintelaga, acha nimpigie Sengi alilomba 50,000 ya zamana, ili tuweze kumsaidia huyo anayetaka hiyo hela ya dhamana. Aidha, Kamanda Jongo amesema bado kuna changamoto ya baadhi ya wazazi na walezi kuwaozesha watoto wa kike wakiwa na umri mdogo, jambo linalowanyima haki ya kupata elimu na kuhatarisha mustakabali wao. Jeshi la polisi mkoa wa Geita limeendelea kuwahimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutoa taarifa za uhalifu na vitendo vinavyokiuka sheria kwa wakati ili kulinda usalama wa jamii na kuimarisha amani katika mkoa wa Geita. Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi na tukirejea ni katika habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo, Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha kwanza hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo matatu na kuendelea. Kuhamia kidato cha kwanza na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari.
Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Biashara na uchumi. Mtazamaji, karibu katika habari za biashara na uchumi. Mimi ni Lai Saidi. Wakazi mbalimbali wa jiji la Dar es Salaam leo wameelezea hali ilivyo tofauti katika viwanja vya Sabasaba tofauti na misimu mingine ya sherehe hizo. Tunashukuru Mungu, sisi wananchi tumeipokea Sabasaba kwa siku ya leo ni nzuri, ingawa kulikuwa na taharuki za hapa na pale, lakini kiuhalisia kwamba usalama umeimarishwa na viongozi wetu, hususan jeshi la polisi kupitia afande John Kungu Malulu, afande RPC. Mimi nikija kuliangalia swala la jina la katikati la ule afande, ile kungu nimekuja kuambiwa ile kama vile ukungu fulani. Kwa kila kona kuna askari wetu wamejipanga vizuri kuhakikisha wananchi wanasherehekea sikukuu yao ya Sabasaba, kuingia, kuangalia, wanafundishwa mafundisho mbalimbali hapa. Kwa kweli sisi tushukuru Mungu. Mimi wito wangu tu katika jamii, tusiwe na mihemko. Tanzania ni salama, waje Sabasaba watu washerehekee mpaka hiyo tarehe 13. Tuko vizuri. Sisi wenyewe wananchi tutakiwa tujipange kuendelea kulisaidia jeshi la polisi. Sabasaba naiona kwa tofauti uko kidogo na zamani, sababu kama ya leo ilikuwa zaidi watu wengi, yani tunafanyagana, lakini kwa leo hii tofauti ipo kutokana na unaona sababu maalumu ule safari uliotokea. Naona wengi wameshindwa kuja Sabasaba kwa sababu ya hofu na kuogopa, lakini Sabasaba iko kama kawaida kama zamani. Sijapitia changamoto yoyote, bugu yoyote. Kwa hiyo ni waasi wa Tanzania ambao wako nyumbani bado wanasita kuja katika viwanja hivi waweze kufika. Hali ni shwari kabisa, ulinzi umeimarishwa kuanzia nje ya viwanja mpaka ndani ya viwanja. Kwa hiyo mimi nilishukuru na nilipongeza jeshi la polisi kwa kuendelea kusimamia usalama wa wananchi na mali zao, na hata hao ambao wako katika viunga vingine wasogee kwa sababu biashara zimefunguliwa. Mimi naamini hakuna chochote ambacho kitatokea kuanzia sasa hivi mpaka maonyesho haya yatapokuwa naisha. Kizingatia ni miaka 50 ya maonyesho haya, na kwa kweli yamefana. So mpaka sasa toka tumeanza maonyesho yamefana. Wafanyabiashara katika soko la Karume wamefungua biashara zao kama kawaida, na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya vijiji wamejitokeza kupata mahitaji yao ya kila siku, ikiwa ni sikukuu ya Sabasaba, licha ya tishio lilokuwepo la maandamano nchi nzima. Biashara kama unavyoona tunasema watu wamekuwa tu biashara tupo kwa amani, imejaa tele. Tangu asubuhi za 12 nimefungua biashara, ndipo ndani na wateja nafanya biashara nauza kama unavyoona wateja hapa ni nao. Biashara imepoa kutokana na watu oga, lakini amani ni ipo, imetulia. Wananchi kama walikoko wajiandae naye waje sokoni wapate bidhaa. Hali ni shwari, hakuna changamoto yoyote. Waje wanunue biashara, waende majumbani kwao wakotulie. Huwa hapa. Huwa bado hamna, lakini hivyo mdogo tunaokota. Lakini amani ipo. Kama kawaida mdogo, nchi iko shwari, amani kama kawaida, wale ni vitawala. Hamna mambo mengi. Asante Rai Saidi katika mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Mtazamaji, tunaungana na Pius Jayunga kwa upande wa habari za kimataifa.
za kimataifa. Habari za kimataifa, tunaanza na taarifa ifuatayo. Takwimu za shirika la afya duniani WHO zimeonyesha kuwa zaidi ya watu 500 sasa wamefariki kutokana na mlipuko wa Ebola unaoikumba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Takwimu mpya zilizotolewa na shirika la WHO zilionyesha kwamba kumekuwa na visa 1561 vilivyothibitishwa nchini Kongo tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei, ikiwa ni pamoja na vifo 506 vilivyothibitishwa. Watu wengine wawili pia walifariki katika nchi jirani ya Uganda ambako hali ni imara zaidi. Takwimu za WHO kuhusu Kongo kutoka kwa mamlaka za afya katika nchi hiyo zinaonyesha kuwa mlipuko huo unasababisha vifo kwa kasi ya 32%. Jumla ya wagonjwa 254 wamepona, huku visa 354 vinavyoshukiwa kuwa vya homa ya kutokwa na damu kwa sababu ya virusi vikichunguzwa kwa sasa. Kwingineko, mkutano wa kilele wa siku 2 wa Jumuiya ya Kujihami NATO unafanyika siku moja baada ya Canada kuichagua kampuni ya ThyssenKrupp Marine System TKMC ya Ujerumani kuitengenezea nyambizi, huku ikiongeza matumizi ya ulinzi katika NATO. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney amesema nchi yake iliipa kampuni hiyo mkataba wa mabilioni ya euro kutengeneza nyambizi 12. Carney amesema hayo Jumatatu kabla ya kuondoka kwenda kuhudhuria mkutano wa kilele wa NATO unaoanza leo mjini Ankara nchini Uturuki, ambako matumizi ya ulinzi yanatarajiwa kuwa ajenda kuu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema makubaliano hayo yalikuwa ishara kubwa muhimu kwa ushirikiano wa Ujerumani na Ulaya na Amerika Kaskazini, hususani Canada na Marekani, na akamshukuru Carney kwa uaminifu wake. Kampuni ya TKMC iliishinda kampuni ya Korea Kusini ya Hanwha Ocean kwa mkataba huo. Na hatimaye, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yuko ziarani nchini Syria. Macron aliwasili Damascus jana Jumatatu kwa ziara ya kwanza ya mkuu wa nchi wa Ulaya Magharibi tangu mamlaka mpya ya Syria ilipochukua madaraka. Macron amesema amekwenda Syria kuthibitisha tena kujitolea kwa Ufaransa kwa watu wa Syria, kwa Syria huru iliyoungana katika utofauti wake na yenye amani na majirani zake. Macron na rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa waliutembelea msikiti maarufu wa Umaida wa Damascus baada ya chakula cha jioni kabla ya mikutano rasmi inayotarajiwa kufanyika leo Jumanne. Macron anatarajiwa kuondoka leo kurejea nyumbani Ufaransa. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa wa kuelekea viwanjani sasa kuangazia ya kimichezo, na mwanamichezo Johannes Michael yuko hapa ndani kutujuza kwa upande wa michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima,
Tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Huali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari? Karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza kuangazia kunako taarifa zetu ni kuhusiana na siku ya kesho katika mchezo wa playoff unaokutanisha timu mbili za Tanzania Prison pamoja na Mbeya City ambazo zinakwenda kumenyana kuweza kuamua ni nani ambaye anakwenda kubakia katika ligi kuu soka Tanzania bara msimu ambao unafuatia. Katika mechi ya mkondo wa kwanza ambapo Mbeya City alikuwa mwenyeji, waliweza kupata ushindi wa idadi ya mabao 2 katika uwanja wao wa nyumbani, na kwa siku ya kesho Mbeya City atakuwa mgeni katika mchezo husika, lakini Tanzania Prison atakuwa mwenyeji katika mchezo huo, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Sokoine jijini Mbeya. Na tukiangazia panapo taarifa nyingine kuhusiana na promota wa pambano la Dar Boxing Derby Selemani Semunyu ametangaza zawadi ya gari kwa atakayeibuka mshindi kati ya bondia Tony Rashid na Juma Choki watakaocheza main card Julai 24 mwaka 2026 katika ukumbi wa Afrika Mashariki Ubungo jijini Dar es Salaam. Promoter Semenyu amesema mbali na fedha walizowalipa mabondia hao, wameona wawekeze na zawadi ya gari ili kuongeza ladha ya mchezo na kuweza kuwapa motisha zaidi katika pambano ambalo watakwenda kumenyana. Dau wa ngumi tumeona dabi nyingi sana hapa Tanzania. Juma Choki, Tony Rashid ni dabi ya namna yake. Fedha walizolipwa wana uwezo wa kununua wao magari. Natamani wapate zawadi ya gari. Kwa sisi kama Euromax, ni matumaini yetu sisi kama wawekezaji hapa Tanzania kuhakikisha vijana ambao wanashiriki kwenye michezo na kufungua ukurasa mpya wa michezo. Na tukihamia panapo taarifa nyingine kuhusiana na waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Paul Christian Makonda amesema lugha ya Kiswahili imeendelea kuwa nguzo muhimu ya taifa tangu mwaka 1962 ikiwa chombo kikuu cha kuimarisha umoja wa mshikamano na utambulisho wa Tanzania. Akizungumza katika mashindano ya siku ya Kiswahili duniani mwaka 2026 yalofanyika jijini Paris, Ufaransa, Mheshimiwa Makonda amesema serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa ndani na nje ya nchi kuhakikisha Kiswahili kinaendelea kukua na kupata nafasi kubwa zaidi katika jukwaa la kimataifa. Katika lugha za kigeni kama vile Kiarabu, Kireno, Kichina, Kiingereza, lugha hii pia ina maneno mengine kutoka katika lugha za Kiafrika. Maneno yanayotokana na lugha za Kiafrika ni kama vile bunge, ikulu na kitivo. Ni matumaini yetu kwamba jitihada zitaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa lugha ya Kiswahili unafanyika kwa kuzihusisha kwa lugha karibu lahaja na lugha nyingine za Kiafrika. Tuzingatie kwamba Tanzania ina lugha za makabila zinakadiriwa kufika 150 ambazo zimetawanyika katika kanda mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili yapo matukio ambayo tunakuomba ulizie kuyafanya, ikiwemo uzinduzi wa vitabu vya Kiswahili na utoaji wa tuzo za utambuzi wa michango ya watu mahususi katika ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Pia nimependa utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi,
Burundi nimemtuma naibu waziri kwenda kutuwakilisha, nao leo wana tukio kubwa kama hili, kama ambavyo pia leo ndugu zetu wa Uingereza kwenye bunge lao wakiongozwa na balozi wetu Mbelwa, nao kutakuwa na tukio kubwa kama hili. Nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine duniani zinaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Eza nitumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwetu sisi Tanzania ni Kiswahili ni tunu kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi langu la mwisho kwako itakuwa ni kukuomba pia utatuzindulia kamusi ya Kiswahili kwenda kwa Kifaransa ili kuhakikisha ya kwamba nchi zote zinazoongea Kifaransa zinapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, na nchi ya Watanzania kama sisi ambao tunaongea Kiswahili pamoja na nchi za Afrika, Europe na mabara mengine takriban. Na tukikwea pipa moja kwa moja kimataifa ni kuhusiana na usiku wa leo, macho yote na masikio yanaelekezwa kwenye pambano la hatua ya 16 bora kati ya Argentina pamoja na Misri, ambapo mshindi atatinga robo finali na ambaye atashindwa moja kwa moja atakwenda kuaga kunako michuano ya kombe la dunia msimu mwaka 2026. Mpaka hivi sasa mataifa ambayo yamehusika kuandaa kombe la dunia msimu mwaka 2026 kwa maana ya Mexico, Canada pamoja na Marekani wote wameshatoka katika michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Je, kwa siku ya leo Misri kuendeleza ubabe ambao wameufanya ama Argentina kuendeleza kitu ambacho wamekifanya mwaka 2022? Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, ndo mwisho wa habari za michezo na burudani, na kurejesha kwake Mindi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari kwa leo. Nikutakie usiku mwema. Habari za michezo na burudani. Sky TV. Sky TV. Ni Johannes Michael na habari za michezo na burudani. Mtazamaji, tutazame kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa, na tukianza na usiku wa leo. Tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache ya ukanda wote wa pwani isipokuwa mkoa wa Morogoro, wakati maeneo mengine nchi yanayosalia maeneo haya yanatarajiwa kwa makavu, na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 7 katika mikoa ya Mbeya pamoja na Njombe. Na kwa upande wa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi, wakati mifumo ya anga inaonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo machache ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani. Na hivyo basi kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kilimanjaro, Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, Dar es Salaam, pwani kijumlisha visiwa vya Mafia pamoja na mikoa ya Lindi na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine nchi yanayosalia maeneo haya yanatarajiwa kwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini.
Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 21. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 15 hadi 16. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 6 hadi nyuzi joto 7. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 16. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 17. Na hata kwa upande wa Arusha kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi joto 14. Na mpaka kufikia hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca Luitana, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Ikiwa leo ni sikukuu ya Sabasaba, serikali ya imarisha ulinzi kote nchini. Kwingineko, biashara ya kaboni kupunguza changamoto ukosefu wa ajira nchini. Na kimataifa, watu zaidi ya 500 wafariki dunia kutokana na Ebola nchini Kongo. Na katika michezo, Mbeya City kukuana na Tanzania Prisons katika mchezo wa hatua ya mtoano. Mtazamaji, asante kwa kuichagua na kuitazama Sky TV. Mimi nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Nikutakie wakati mwema.